الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون الخميس tarehe 22 شهر الله المحرم mwaka 1447 hijiria, sawa na tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 miladia. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 10 بعد 400 في سياق كلامه على المثال 9 مما قيل إنه مجاز. vile ابن القيم كما ilivyo katika mukhtasari الصواعق لابن الموصلي صفحة 400 ukurasa wa 410 katika mpangilio wa maneno yake ala almithali 9, mfano wa 9, mimma qila innahu majaz, katika ilivyosemwa kwamba hiyo ni majaz. Qala Ibn Qayyim rahimahullah: waqad akhbara Allah annahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi mustawiyan ala arshihi, ameelezea Allah kuwa yeye yuko pamoja na viumbe vyake, pamoja na kuwa ni mwenye kulingana sawa juu ya arshi yake. Wa qarana baina al-amrayni, akakutanisha baina ya mambo hayo mawili, kuwa yuko pamoja na viumbe vyake na kuwa yeye bado amelingana sawa juu ya arshi yake. Kama qala ta'ala: wa dhakara ayat al-hadid, akataja ile aya ya suratul Hadid: huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu minas samai wama ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Akataja aya hii, ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض. Allah kaelezea kwamba yeye ameumba mbingu na ardhi, wa annahu stawa ala al-arsh, na kwamba yeye amelingana sawa ala arshihi, juu ya arshi yake. Wa annahu ma'a khalqihi yubsiru a'malahum min fawqi arshihi, na kuwa yeye yuko pamoja na viumbe vyake, anaona amali zao wakati yuko juu ya arshi yake, anaona amali zao. Kama fi hadithi al-awal: wallahu fawqa al-arshi yara ma antum alayhi, Allah yuko juu ya arshi hali ya kuwa anaona hivyo mnavyofanya nyinyi. Fa'uluhu la yunaqidu ma'iyatahu, kwa hiyo ujuu wa Allah kuwa yuko juu ya arshi yake haupingi kuwa pamoja na viumbe vyake. Wa ma'iyatuhu la tubtilu uluwahu, upamoja wake pamoja na viumbe vyake pia haubatilishi kuwa yuko juu ya arshi yake. Bal kilahuma haqqun, yote hayo mawili ni haki. Maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah katika mukhtasari as-sawa'iq. قال: وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله في هذا، لأن المسألة مهمة جدا، فهي عقيدة، وكثير من الناس يعتقد أن الله جل وعلا معنا في الأرض. watu wengi wanaitakidi kwamba Allah jalla wa ala yuko pamoja na sisi hapa katika ardhi. قال: ففي حق الخالق المحيط بكل شيء. الوجه الثاني، njia ya pili ya kuwarudi hawa Jahmiya na wengineo. Umesema alwajhu alawwal anna Allah ta'ala jamaa bainahuma li nafsihi fi kitabihi almubin almunazzah 'anil naqais, wama ja'ala Allah bainahuma fi kitabihi فلا تناقض بينهما. هي ndio wajhu al-awwal. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو،
uhakika wa maana ya ma'iyya upamoja haupingi kuwa juu. Falijtima'u bainahuma mumkinun fi haqqi al-makhluq, kukusanyika baina ya upamoja na uluu ni yenye kuwezekana katika haki ya kiumbe. Falijtima'u bainahuma mumkinun fi haqqi al-makhluqi, kukusanyika baina ya ma'iyya na uluu hiyo inawezekana katika haki ya kiumbe. Fa innahu yuqalu ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana, bado tunaendelea kutembea na hali mwezi uko pamoja na sisi. Wala yuaddu dhalika tanaqudha, haihisabii hivyo ni kupingana. Watu wanaweza wakasema hivyo, ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana, qala wala yuaddu dhalika tanaqudha, haihisabii hivyo ni kupingana. Wala yafhamu minhu ahadun anna al-qamara nazala fil ardi, wala hakuna yoyote anayefahamu kauli hiyo kwamba mwezi umeshuka katika ardhi uko pamoja na sisi. Nasema mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, bado tunaendelea kwenda na hali mwezi uko pamoja na sisi. Kwa hiyo maana hii haina maana kwamba mwezi umeshuka nao unatembea na sisi. Fa idha kana hadha mumkinan fi haqqi al-makhluq, ikiwa hili linawezekana katika haki ya kiumbe, fa fi haqqi al-khaliq al-muhit bi kulli shay'in ma'a uluwihi subhanahu min babi aula, katika haki ya muumbaji mwenye kukizungukia kila kitu pamoja na ujuu wake subhanahu wa ta'ala, hii ni katika upande wa aula kwamba linawezekana hilo. Unaelewa? وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان, na hili ni kwa sababu uhakika wa upamoja haulazimu kukusanyika katika mahali pamoja. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 3 بعد 100 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم. Kwa njia hii aliashiria Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika fatwa al-Hamawiyya ukurasa huu wa 103 al-mujallad al-khamis katika majmu' al-fatawa libn Qasim, haithu qala rahimahullah wa dhalika anna kalimata ma'a fi al-lugha idha utliqat falaysa dhahiruha fi al-lugha illa al-muqaranata al-mutlaqah min ghairi wujubi mumassah au muhadhatin an yaminin au shimal. Asema Sheikh al-Islam, na hilo ni kwa sababu kalima la maa katika lugha ya Kiarabu likiachiliwa, falaysa dhahiruha fi lugha illa al-muqaranata al-mutlaqa, haikuwa dhahiri yake katika lugha tamshi hilo isipokuwa al-muqaranata al-mutlaqa, kukutana kulikoachiliwa, min ghairi wujubi mumasa au muhadhatin an yaminin au shimal, bila ulazima wa kushikana kushika, au muhadhatin an yaminin au shimal, au kuelekeana upande wa kulia au kushoto. fa idha qayyadta bima'na min al-ma'ani dallat 'ala al-muqarana fi dhalika al-ma'na, ukilifunga kalima hili kwa maana fulani katika maana, dallat ala al-muqarana fi dhalika al-ma'na, kalima hili la ma'a litafahamisha kukutana katika maana hiyo ulioifungia. fa innahu yuqalu ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana au wan najmu ma'ana, bado tunaendelea kwenda na mwezi uko pamoja na sisi au nyota iko pamoja na sisi. Wayuqalu hadha almata'u ma'i, mzigo huu uko pamoja na mimi. Limujama'atihi laka, kwa vile kukusanyika kwake mzigo huo na wewe. Wa in kana fawqa ra'sik, hata kama mzigo huo uko juu ya kichwa chako, lakini wasema hadha almata'u ma'i. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة.
Kwa hiyo kifupi kabisa ni kwamba Allah yuko pamoja maa khalqi, yuko pamoja na viumbe vyake kwa uhakika, na hali ya kuwa yuko juu ya arshi yake pia kwa uhakika hivyo hivyo. tumeelewa? وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة. amesema kweli rahimahullahu ta'ala Sheikhul Islam, kwani ambaye anakujua, muttali'an alayka, anakuona, muhaiminan alayk, mwenye kukumiliki, yasma'u ma taqul, anasikia unaoyasema, wayara ma taf'alu, anaona unaoyafanya, wayudabbiru jami'a umurik, anafanya mambo yako yote, fahuwa ma'aka haqiqa wa in kana fawqa arshihi haqiqa, yeye yuko pamoja na wewe kwa uhakika hata kama yuko juu ya arshi yake kwa uhakika. lianna almaiyata la tastalzimu lijtimaa fil makan, upamoja haulazimu kukusanyika katika mahali pamoja. Ametoa mifano mingi huko, sawa sawa. Sisi tunakwenda na mwezi uko pamoja na sisi, kwamba mwezi unatuangaza, si kwamba mwezi pia uko chini unatembea, mwezi una miguu. Mwezi uko na sisi unatuangaza, au nyota. Huo ndio mfano wake. tumeelewa? Alwajhu thalith, njia ya pili ya kukusanyika ulu na ma'iyya, فإن من لأنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. njia pili ni kwamba lau ingekadiriwa, lau furidha imtina'u ijtima'i al-ma'iyya wal-'uluwi fi haqqi al-makhluq, lau ingekadiriwa kwamba inakataliwa, inazuiliwa mkusanyiko wa pamoja na uluu katika haki ya kiumbe, kwamba haiwezekani kiumbe kuwa pamoja au upamoja wake na uluu na kuwa juu kiumbe, hilo lam yalzam an yakuna dhalika mumtani'an fi haqqi al-khaliq alladhi jama'a li nafsihi bainahuma, hailazimu hilo kuwa pia linazuiliwa katika haki ya muumbaji ambaye tayari ameshakusanyia nafsi yake baina ya mambo hayo mawili, upamoja na viumbe vyake na kuwa yuko juu ya arshi yake. Kama viumbe hawawezi hilo, basi hilo hailazimu kuwa Allah pia haiwezekani kwake, kwa sababu tayari ameshaelezea hivyo katika aya hii ya suratul Hadid. لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته, sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakifanani naye kitu chochote katika viumbe vyake, kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 43 بعد 100 الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. Sheikh Al-Islam anasema katika aqidati al-wasitiyya, yaliyotajwa katika Qur'ani na hadithi, min qurbihi wa ma'iyatihi, ukaribu wake Allah na upamoja wake na viumbe vyake, kauli hiyo la yunafi ma dhukira min uluwihi wa fawqiyatihi, haipingi yaliyotajwa katika kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, hiyo haipingi. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakikuwa mfano wake katika sifa zake zote, hakuna kitu ambacho kimefanana naye
fi jami'i nu'utihi, katika sifa zake zote. Wa huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi, yeye ni ali, ni mtukufu katika ukaribu wake, ni qaribun fi uluwihi, pia ni karibu katika ujuu wake. Idhan ma'iyatullahi ta'ala dhatiyah lakinnaha laysat fil ardi kama yaqulu ahlul ikhtilat. Kwa hiyo upamoja wa Allah ni upamoja wa dhati yake, lakini si kwamba yuko katika ardhi kama wanavyosema hao watu wanaochanganya upamoja na uluwi fi dhatihi ta'ala, kwamba Allah yuko chini. Bal naqulu huwa nafsuhu ma'ana lakinnahu fi samaa, tunasema yeye Allah nafsi yake yuko pamoja na sisi, lakini yeye yuko katika mbingu vile vile, amelingana sawa juu ya arshi yake. يقول هنا الشيخ فإن قيل ikiulizwa كيف تقولون بهذا وفي النزول إلى السماء الدنيا تقولون إنه ينزل, vipi mnasema hivi wakati katika kushuka ila samai dunia Allah kwamba anashuka mpaka katika mbingu hii ya karibu, mnasema innahu yanzilu, anashuka, kushuka kunakofanana naye. Hatta nuzulu ila samai dunia naqulu innahu yanzilu bidhati. Sheikh anasema hata hiyo kushuka Allah katika kila usiku, inapofika thuluthi ya mwisho ya usiku, Allah anashuka kwenye mbingu iliyo karibu, tunasema yanzilu bidhatihi, anashuka kwa dhati yake. Kama qala alulama rahimahumullah aidan, walakinna hadha an-nuzula laysa kanuzuli al-makhluq, lakini kushuka huku kwa Allah si kama kushuka kwa kiumbe, alladhi idha nazala yakhlu minhu al-arshu, ambapo akishuka arshi inakuwa tupu, sio kama kiumbe. Kiumbe ukishuka kwenye ghorofa ya pili, ukija msikitini kule ghorofa ya pili hakuna mtu, kwa sababu wewe umeshuka hapa msikitini. Sio hivyo Allah. Allah hakufanana na kiumbe chochote, kwamba akishuka hiyo katika thuluthi ya mwisho ya usiku arshi inakuwa tupu, haina kitu. Sio hivyo. Au yakunu shay'un minas samawati fawqahu, wa au kuwa kitu katika mbingu kiko juu yake. La, wa alaina an nu'mina bihadha, ni lazima tuamini hivi. Wala nata'arradu lihadhihi at-taqdirat, tusiingilie makadirio haya. Lianna hadhihi at-taqdirat ma hadathat illa akhira, makadirio haya na fikra hizi hazikuzuka isipokuwa mwisho. والمسلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التقديرات. وإسلام katika zama za masahaba radhiallahu anhum walichukua Qur'ani dhahiri yake na wakawacha makadirio haya na fikira hizi. Ma qalu yakhlu minhu al-arshu au la yakhlu, hawajasema hivi salaf kwamba ardhi inakuwa tupu akishuka au haiwi tupu. Wala qalu innahu ma'na yakunu fil ardi, wala salafu hakusema Allah akiwa na sisi yuko na sisi na anakuwa chini ya ardhi. Hawajasema hivyo. Liannahum arafu anna Allah ta'ala munazzahun an dhalik, sababu wao wamejua kwamba Allah ni mwenye kutakaswa na hayo. Falwajibu alaina an na'khudha al-Qur'ana bidhahirihi, wajibu juu yetu ni kuchukua Qur'ani kwa dhahiri yake bila kukadiria na kuleta fikra hizo nyingi. sawa. يقول فهذا الإمام أحمد رحمه الله أنكر على ابنه عبد الله مسألة دون هذا. الإمام أحمد رحمه الله alimkana akamkanusha mtoto wake Abdullah mas'ala لما قال له عبد الله يا أبتي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تصفد الشياطين. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika mwezi wa Ramadhani kwamba mashetani wanatiwa pingu mwezi wa Ramadhani. Wa nahnu nara al-insana yasrauhu ash-shaytan, na sisi tunamuona mtu mwezi wa Ramadhani shetani anamkumba. Kaifa hadha?
faqala lahu, al-Imam Ahmad akamwambia huyo mtoto wake, a'rid an hadha, puuza fikra hizi. Hakadha jaa alhadith, hadithi imekuja hivi kwamba mashetani wanatiwa pingu mwezi wa Ramadhani. Simama hapo hapo, usitie fikira zako, mbona huyu anapandisha mwezi wa Ramadhani, madini anakuja anapandisha. Usitie fikra hizo. Fanahahu an yu'arida alhaditha bilwaqi, akamkataza mtoto wake kuipinga hadithi kwa vile inavyotokea. Bal wala taawwala alhaditha, wala kuifanya tawili hadith liwafiqa alwaqi, ili iwafiki hivi inavyotokea. Bal qala a'rid an hadha, puuza fikra hii. Hakadha jaa alhadith, kama hivi hadithi imekuja hivyo. Wa hadha alwajibu alaina fima jaat bihi an-nusus min umuri la nudrikuha nahnu an nusallima naqulu sami'na wa amanna wa saddaqna. Wajibu wetu katika jambo ambalo nususi hizi zimekuja katika kuelezea mambo fulani ambapo la nudrikuha nahnu, sisi hatuyadiriki, wajibu wetu an nusallima, kujisalimisha, na tuseme sami'na, tumesikia, na tumeamini, na tumesaddiq. Amma kaunu alwahidi minna yaqul limadha wa limadha fala yanbaghi, ama kuwa mmoja katika sisi anasema kwa nini hivi, mbona imekuwa hivi, hilo halitakikani. Tumeelewa? Tumeelezea jana hapa, kama mtu hafahamu basi aituhumu akili yake kwamba haijaelewa, asituhumu kwamba nususi za Qur'an na Sunna zinagongana, zinapingana. Asituhumu hivyo, asije akaenda pabaya. Allah ameyakusanya haya mawili kwa nafsi yake, tunatakiwa tusimame hivi hivi, tuangalie dhahiri ya nasi hii kwamba Allah anasema yeye amelingana sawa juu ya arshi yake na yuko pamoja na viumbe vyake. Hivyo hivyo tutuelewe hivyo, hakuna kutia akili zake mtu. Tatimma, inqasama an-nasu fi ma'iyyati Allah ta'ala li khalqihi thalathata aqsam, watu wamegawanyika katika kuelezea upamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Watu wamegawanyika sehemu tatu. Hii ni ukamilifu wa yaliyotangulia. Tatimma, ukamilifu wa yaliyotangulia ni kwamba watu wamegawanyika sehemu tatu katika kuelezea upamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Alqismu alawwal yaqulun inna ma'iyyata Allah ta'ala li khalqihi muqtadaha al-ilmu wal-ihata fi al-ma'iyyati al-'amma wa ma'a an-nasri wat-ta'yid fi al-ma'iyyati al-khassa ma'a thubuti 'uluwihi bidhatihi wastiwa'ihi 'ala 'arshihi. Sehemu ya kwanza ya watu wanasema upamoja wa Allah azza wa jalla na viumbe vyake, muktadha wake ni kuwajua na kuwaona fil ma'iyyati al-amma, katika upamoja unaoenea kwamba Allah anawaona viumbe vyake, anawajua, anaona wanavyofanya. Wa ma'a an-nasri wat-ta'yid fil ma'iyyati al-khassa, na pamoja na kuwanusuru na kuwatia nguvu katika ule upamoja maalumu wa baadhi ya viumbe vyake. Ma'a thubuti uluwihi bidhatihi wastiwaihi ala arshi, pamoja na kuthubutu ujuu wake kwa dhati yake na kulingana sawa kwake juu ya arshi yake. Huku yuko pamoja na viumbe vyake, huku amelingana sawa juu ya arshi yake. Wa haulai humus salaf, hawa ndio salaf. Wa madhhabuhum huwa alhaq kama sabaka takriruhu, hawa ndio salaf na madhehebu yao ndio haki kama ilivyotangulia uthibitisho wake kauli hii kwamba Allah yuko pamoja na viumbe vyake na kwamba bado yuko juu ya arshi yake vile vile. Kwamba muktadha wa hiyo ni kwamba anawaona, anawajua, amewatawala. Hadhi ma'iyya amma. Halafu kuna ma'iyya khassa, ile ya kuwanusuru waja wake waumini, pamoja na kwamba yuko juu
kwa dhati yake amelingana sawa juu ya arshi yake. Hao ndio salaf. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. sehemu ya pili ya watu wanasema upamoja wa Allah na viumbe vyake muktadha wake ni kuwa Allah yuko pamoja nao katika ardhi, pamoja na kukanusha kwamba amelingana sawa juu ya arshi yake. Yuko hapa ardhini, hayuko juu ya arshi yake. Mnaelewa? Hii ni qismu thani minan nas. Wa haulai humul hululiyah min qudama'il jahmiyya wa ghairihim. Hawa ndio hululiya walio na itikadi ya kwamba Allah anaingia katika viumbe vyake, yuko ndani ya viumbe vyake, ndio maana yuko chini ya ardhi. Hiyo ndio itikadi ya hawa Jahmiya. Itikadi hiyo ya hululiya na wengineo wa madhhabuhum batilun munkarun ajma'a as-salafu ala butlanihi wa inkarihi kama sabaq. Madhehebu yao hiyo ni batil, inapingwa. Wamewafikiana salaf ubatili wa madhehebu hiyo na kuikana madhehebu hiyo kama ilivyotangulia. يقول الشيخ هؤلاء تركوا النصوص التي لا تحصى في علو الله. hawa nao sehemu hii ya pili wamewacha nususi nyingi zisizodhibitiwa zinazoelezea kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Wa akhadhu bihadha an-nass alladhi laysa bishay'in binisbati likathrati an-nusus al-ukhra. Wakachukua nasi hii ambayo ni kitu kimoja tu kulinganisha na nususi nyingi hizo zinazothibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Wa ma'a dhalik fahuwa mushtabihun lakinna haulai humul ladhina fi qulubihim zayg. Hawa ndio ambao katika nyoyo zao kuna kupotoka, wanafuata mutashabih wakawacha muhkam min al-ayat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. القسم الثالث الذين يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. Upamoja wa Allah na viumbe vyake muktadha wake ni kuwa yuko pamoja nao katika ardhi, pamoja na kuthubutu ujuu wake kwamba yuko juu ya arshi yake. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 29 بعد 200 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. asema madhehebu ya hawa nayo yanatofautiana na madhehebu ya wale salaf. yaqulun inna allaha bidhatihi fil ardi wa bidhatihi fawqa as-sama. hawa wanasema hii qismu thalith, hawa wanasema Allah kwa dhati yake katika ardhi na kwa dhati yake yuko juu ya mbingu. faqauluhum bidhatihi fawqa as-sama yuwafiquna ahla sunna wal jamaa. kauli yao kwamba yuko juu ya mbingu kwa dhati yake, kauli hiyo inawafiki wa ahlus sunna wal jamaa. wa yukhalifuna hululiyat al-jahmiyya, wanawakhalif hawa hululiyya al-jahmiyya liannahum yaqulun laysa Allahu bidhatihi fawqa as-sama. hawa jahmiyya wanasema Allah hakuwa juu, hayuko juu ya mbingu kwa dhati yake. wa qawluhum bidhatihi fil ardi yuwafiquna al-jahmiyya. sasa hawa umeelewa kwamba Allah kwa dhati yake yuko katika ardhi. sasa hapa wanawafik Jahmiya wa yukhalifuna salaf, wanawakhalif salaf. hadha alqismu الثالث لأن السلف لا يقولون إنه بذاته في الأرض. salaf wasemi kwamba Allah kwa dhati yake yuko katika ardhi, hapana, wasemi hivyo. fala tadhunnu anna hadha almadhhaba huwa madhhabu as-salafi au madhhabu al-jahmiyya. usidhanie kwamba madhehebu hii ya alqismu thalith ndio madhehebu ya salaf au madhehebu ya jahmiya. wamewafik jahmiya katika sehemu fulani na wakawawafik as-salaf katika sehemu fulani. madhehebu hii ya tatu
والفرق بينهم كما عرفت فالجهمية يقولون إن الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء. جهمية wanasema Allah kwa dhati yake yuko katika ardhi na hawasemi kwamba yuko mbinguni. Liannahum yunkiruna al-uluwa, wao wanapinga ujuu wa Allah. Wa haulai yaqulun inna Allah bidhatihi fil ardi kama qala al-jahmiyya. Hawa al-qismu thalith wanasema Allah kwa dhati yake yuko katika ardhi kama wanaosema jahmiyya, walakin huwa bidhatihi fi as-samaa khilafan lil-jahmiyya. Lakini wanasema Allah pia kwa dhati yake yuko mbinguni, kinyume cha hawa jahmiyya. Wayakuluna inna Allah bidhatihi fi as-samaa, wanasema hawa Allah kwa dhati yake yuko mbinguni. Fayuwafiquna ala sunna, wanawafiki hawa ahlu sunna. Wayakulun innahu bidhatihi fil ardi fayukhalifuna huna ahla sunna. Mnielewa vizuri? Fahaulai akhadhu min haula wa haulai. Kwa hiyo hawa qismu thalith wamechukua kwa hawa jahmiyya na wakachukua katika salaf, kila mmoja wakachukua upande mwingine. Wazaamu annahum humul ladhina ma'ahum dhahirul kitabi was sunna, wakadai kwamba wao ndio wako pamoja nayo dhahiri ya kitabu na sunna. Wala yumkinu an yakuna dhahiru kalami llahi wa rasulihi batila, haiwezekani kuwa dhahiri ya maneno ya Allah na mtume wake ni batil. Hilo haliwezekani. Idhan sio dhahiri ya nususi za upamoja kwamba Allah yuko katika ardhi. Hapana, haina maana hiyo. ونقول إن ظاهر النصوص وصريح النصوص وتنوعاتها على أن الله عز وجل في السماء، لأن كون الله تعالى معنا في الأرض هذا باطل لا شك. ظاهر النصوص نوازي ونصوص hizi zinaonesha kwamba Allah azza wa jalla yuko mbinguni, kwa sababu kuwa Allah yuko pamoja na sisi ardhini, hii ni batil, haina shaka. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.